Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni yangu matumaini mzima wa siha njema, mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Nikualike katika kapu la habari tuweze kuzitazama taarifa ambazo zimeshughulisha chumba cha habari kwa siku ya leo kwa upande wa habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Rajab Shaban Matuga nitakayesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari nje mipaka ya Tanzania tutakuwa naye Saadi Suleiman hapo baadaye. Awali ya yote, mtazamaji, tuangazie mukhtasari wake. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali itaendeleza mabonde yote hapa nchini. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi yapokea maoni ya wadau juu ya maombi ya kuligawa jimbo la Magu mkoani Mwanza. Katika habari za kimataifa, serikali ya DRC na waasi wa M23 zatoa taarifa ya pamoja zikieleza kuafikiana kusitisha mapigano mashariki mwa nchi hiyo. Na mtazamaji, nikukumbushe, mbali na kufuatilia kapu la habari kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV, pia unaweza kuyapata matangazo haya kupitia YouTube account ya Mahasin TV official channel. Tukianza habari za kitaifa kutoka bungeni jijini Dodoma. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema serikali itaendelea na mpango wa kuyaendeleza mabonde yote hapa nchini kwa kuyatumia kutoa huduma za kijamii, ikiwemo upatikanaji wa maji na nishati, ikiwa ni mkakati wa kukabiliana na mafuriko. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema hayo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa Kyela Ali Anyingulile Jumbe aliyetaka kufahamu mpango wa serikali wa kukabiliana na mafuriko nchini wakati wa kipindi cha maswali ya wabunge kwa waziri mkuu. Sasa nini mkakati wa serikali kukabiliana na haya? Moja, tumeunda mamlaka za mabonde haya. Tuna mamlaka ya bonde la Ifakara, tuna mamlaka ya bonde la mto Rufiji, tuna mamlaka ya bonde la mto Ruvuma na mabonde mengine. Tumeyaundia mamlaka na malengo yetu, moja, wafanye ufuatiliaji wa mwenendo wa upitishaji maji kwenye mabonde hayo, ili kuona pale ambako kuna namna yoyote inaweza kusababisha madhara, basi mamlaka hii inaweza kuchukua hatua, kama vile watu wanachepusha maji akasababisha ukame, wengine wanaziba njia kukasababisha kujaa kwa maji na mafuriko yakatokea. Sasa mabonde haya yanafanya kazi hiyo, lakini pia naratibu namna mzuri ya matumizi ya maji hayo kwenye mabonde. Kama ambavyo tumeona bonde la mto Rufiji, tumeamua kuanzisha mradi mkubwa sana wa umeme. Akitoa ufafanuzi kuhusu mikakati ya serikali kukabiliana na watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu mitaani, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema anaendelea kushirikiana na wadau kuhakikisha watoto hao wanapata haki zao za msingi. Niendelee tu kuitaka jamii kwamba uko muhimu wa kuwabaini watoto wetu walioko mitaani ambao wanazagaa, hawana mwelekeo, lakini hawana huduma maalum, kuweza kuweka pamoja na kuwapeleka kwenye halmashauri. Idara ya ustawi wa jamii itaratibu kwa mujibu wa taratibu ambazo serikali imejiwekea. Naweza kusema kwa jumla kwamba serikali tutaendelea kushirikiana na wadau kuhakikisha kwamba tunatambua watoto hawa na mahitaji yao, lakini kuwapeleka maeneo ambayo watapata huduma muhimu za kimsingi kama vile elimu, afya, malazi, chakula. Aidha, Waziri Mkuu Majaliwa akijibu swali la mbunge wa Nkasi Kaskazini Aida Kenani aliyehoji, je, serikali haioni haja ya kukaa na wadau wa uchaguzi kukabiliana na kupungua kwa idadi ya wapiga kura tofauti na watu waliojiandikisha,
Amesema serikali ipo tayari kushirikiana na wadau wengine kama vyama vya siasa na taasisi za kutoa elimu ya mpiga kura, kupunguza dosari au kuziondoa kabisa ili kurejesha ari ya wananchi kuhamasika kutumia haki yao ya msingi ya kupiga kura au kupigiwa kura. Tutaendelea na kazi hiyo ili hayo mapungufu ambayo mheshimiwa mbunge ameeleza yaweze kutoweka na kupungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo niwataka niwahakikishie na nitumie nafasi hii kuhamasisha Watanzania kwamba mwaka huu 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu ambako wale wote wenye sifa kupiga kura, ni wakati wetu kwenda kuchagua rais, wabunge na madiwani kwenye maeneo yetu. Na pindi Tume Huru ya Uchaguzi itakapotangaza ratiba yake, niwaahidi kwamba serikali itasimamia na kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unakuwa salama na kuhakikisha kwamba mpiga kura anakwenda kupiga kura na kurudi nyumbani akiwa salama. Huo ndio wajibu wa serikali kama wadau wengine, na kwa hiyo nitoe wito wadau kushirikiana kwa pamoja kutekeleza maelekezo ya tume ili kuwafanya Watanzania wote waliojiandikisha wote waende kupiga kura. Hayo ndio malengo ya serikali. Naam, asante sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka bungeni jijini Dodoma. Mtazamaji, tunatoka kanda ya kati na sasa tukielekea kanda ya magharibi kutoka huko mkoani Tabora. Wakazi wa kitongoji cha Milembela kilichopo kijiji na kata ya Uyui, manispaa ya Tabora mkoani Tabora, wamemlalamikia mwenyekiti wa kitongoji hicho wakidai anatumia madaraka yake vibaya, ikiwemo kushirikiana, wakimtuhumu mwenyekiti huyo kushirikiana na wahalifu. Taarifa iliyotumwa kutoka mkoani Tabora inasomwa hapa studio na Saadi Suleiman. Wakizungumza katika mkutano wa hadhara, baadhi ya wananchi hao wakiongozwa na kiongozi wa sungusungu ambaye ameelezea watu 7 maisha yao yapo shakani baada ya mwenyekiti huyo kuwachongia kwa wahalifu. Mimi sina imani na mwenyekiti. Mwenyekiti kaanza kutuuza tangu siku ile asubuhi. Wakati sisi tunamtafuta muhalifu, kuna simu zilikuwa zinaenda huku na huku. Huyo muhalifu tunayemtafuta kapiga simu kwa mwenyekiti wa kitongoji, ambaye huyo mwenyekiti ndo anaongoza msafara wa kumtafuta muhalifu. Kupitia mwenyekiti na job lake nikaomba, nikasema hivi, mwenyekiti, kulingana na tuhuma za hapa Milembela zinakuwa ni nyingi za wizi, naomba tupige kura za maoni. Tukapiga kura za maoni, nilitengenezewa mazingira ya kuuzwa. Nilikuwa naenda kule shamba, niliitwa nikaambiwa, bwana mdogo, ni kwa nini umenipigia kula mimi kwamba mimi ni mwizi? Nikamuuliza swali, aliyekupa taarifa hizo nani? Akasema mwenyekiti wa kitongoji wenu kaja na majina. Nilipiga magoti nikamwomba msamaha. Siku hiyo hiyo aliyepigiwa kula wa pili akaja kuniambia, faza hapo kwenye kahawa, yani mimi napigiwa kula. Nikamuuliza, umeambiwa na nani? Mwenyekiti aliniambia. Lakini niombe, kwa sababu huyu jamaa kazungumza mengi, mimi niombe meza sasa watupe ulinzi kuhusiana na hili jambo la kuuzwa sisi. Endapo kama kati yetu mmoja kaonekana ana tatizo, serikali ifanye kazi yake. Akiongoza kikao hicho, mwenyekiti wa kijiji cha Uyui Emmanuel Nduluma amekiri kufahamu tuhuma hizo na kuahidi kuchukua hatua zaidi, ikiwa ni pamoja na kuzifikisha kwenye vikao vya kata kupatiwa ufumbuzi. Sifichi, waliniambia wananchi wa Milembela kwamba mwenyekiti wa kitongoji cha Milembela anashiriki kuwalea wezi. Lakini jambo ambalo limenisikitisha, mwenyekiti anazunguka upande wa pili, anaenda kuzungumza na ndugu wa wezi pamoja na wezi wenyewe. Sina hakika kwamba hili limezungumzwa na mwenyekiti. Nitakachokifanya, sisi sasa hivi moto tumeshauwasha wa DC. Tumeshawaita baadhi ya wenye viti, kuna mwenyekiti wa Kurungu tumemuita kwa sababu zake yeye. Kwa na mwenyekiti huyu sasa tutamjumlisha kwenye jopo lile, tuje tuzungumze na wao pamoja na chama. Ikithibitika kama ni kweli, basi zipo sheria ambazo zinambana yeye. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kitongoji cha Milembela Salehe Kamchape amekanusha tuhuma za kushirikiana na wahalifu kwa kutoa taarifa za ulinzi na usalama za kitongoji kwa wahalifu hao. Mimi kama mwenyekiti, hata mzazi wa huyo mtuhumiwa simjui, na naongea hili, yani jua hili linazama, Mungu ananiona, hata mzazi wa huyo mtuhumiwa simjui. Yani kwa hilo sina taarifa nalo kabisa. Mimi kama mimi nilichaguliwa na wananchi, na mafuta ya kiongozi ni lazima usemwe. Usiposemwa huwezi ukajua. Kwa haya waliosema wananchi, wao ndio walionichagua, walioniidhinisha nifanye kazi na wao. Mimi nitawaomba radhi kwa yale ambayo niliyokuwa nimejisahau. Sio rasmi, hata kama ni rasmi. Asante sana Saadi Suleiman kwa masimulizi ya taarifa hiyo. Tunatoka kanda ya kati, tunarejea kanda ziwa kutoka hapa
mkoani Mwanza. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji wa Mahakama ya Rufani Jacobs Mwambegele ameongoza kikao cha wadau na kikao cha pamoja kati ya tume na wadau wa uchaguzi katika halmashauri ya wilaya ya Magu mkoani Mwanza, kilicholenga kujiridhisha iwapo taarifa zilizopo kwenye maombi yaliyowasilishwa ya kuligawa jimbo la Magu ni sahihi. Kutoka hapa mkoani Mwanza, Saadi Suleiman. Kikao hicho kimekuja kufuatia tume kupokea maombi ya mapendekezo ya kugawa jimbo la uchaguzi la Magu. Hivyo kwa kuzingatia majukumu ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, imefika kujiridhisha na taarifa zilizopo kwenye maombi hayo. Tume itapenda kujiridhisha kuhusu taarifa mbalimbali zilizopo kwenye maombi, ni pamoja na mgawanyo wa kata, mipaka iliyopendekezwa, ramani ya jimbo linalopendekezwa kugawanywa, idadi ya watu kama ambavyo imependekeza, pamoja na jina la jimbo lililowasilishwa kwa tume. Iwapo kikao hiki hakitakubaliana na taarifa zilizowasilishwa na mchakato huu, tutaurejesha kwa katibu tawala wa mkoa ili uanze upya kwa kuzingatia maoni na ushauri wa wadau. Kwa upande wao, miongoni mwa madiwani walioshiriki kikao hicho wamesema kugawanywa kwa jimbo la Magu ni hitajio la wananchi lililoibuliwa kupitia vikao. Jimbo la Magu lenye kata 25, mfuko tu wa jimbo kuchochea maendeleo, itabidi mbunge atumie na ya kwake mfukoni binafsi. Lakini ukiangalia pia barabara nazo haziwezi zikawa nzuri. Hiyo bilioni 2 au bilioni 1.5 Mama Samia anayoitoa haitoshelezi kwa jimbo letu la Magu. Jimbo letu la Magu limekuwa na kata 25, vijiji 82, vitongoji 508. Jambo ambalo lilikuwa linaleta shida kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kwa kifupi, napongeza sana mchakato huu kwamba tunakwenda kurahisisha kuwafikia wananchi kwa urahisi. Aidha, viongozi mbalimbali waliohudhuria kikao hicho nao wameunga mkono kugawanywa kwa jimbo hilo la Magu. Kuna umuhimu mkubwa wa kugawa jimbo hili la Magu kwa sababu itasaidia sana kusogeza huduma kwa wananchi. Tutakuwa na fedha ambazo zitakuja moja kwa moja kwa wananchi, badala ya kuwa kutoa fedha kwa jimbo moja, tutatoa fedha kwa majimbo mawili, ambayo itasaidia sana kusogeza huduma kwa wananchi. Kwa hivyo mimi niombe tu mchakato huu ufanyike haraka na kwamba wananchi waweze kufaidika na huduma kutoka katika serikali yao. Jimbo letu ni kubwa, ukifuatilia kule juu linaanza karibu Bariadi bwana, alafu mpaka mjini. Kwa hiyo tunachelewa kupata huduma, lakini baada ya uamuzi huu na busara za serikali, tutawaambia wananchi wajiandae kwa maendeleo yao zaidi. Asante sana Saadi Sulemani kwa undani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tunatoka kanda ya Ziwa na tukiendelea kutazama habari za kitaifa. Kwa mara nyingine tena tunarejea kanda ya Magharibi na sasa ni mkoani Kigoma. Serikali ya mkoa wa Kigoma imewataka wazazi na walezi mkoani humo kushiriki kikamilifu katika kuhakikisha wanafunzi wanapata chakula shuleni, chakula cha mchana wakiwa shuleni, akisisitiza kuwa swala hilo si la hiari bali ni agizo rasmi lililopitishwa na kikao cha kamati ya ushauri ya mkoa huo. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Kigoma Tobias Ndengenye, mkuu wa wilaya ya Buhigwe Kanali Michael Ngayalina amesema ushiriki wa wazazi katika swala la lishe shuleni ni nguzo muhimu katika kufikia mafanikio ya elimu mkoani humo. Kikao cha kamati ya ushauri ya mkoa chini ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa kiliazimia kwamba swala la chakula shuleni ni lazima, na chakula hicho ni kile ambacho mzazi ungemlisha mtoto nyumbani mchana, basi kilete hapa shuleni, na kinasimamiwa na bodi ya shule. Mnapanga uongozi wenu namna ya kukimanage watoto wale. Ni katika juhudi za mkoa wa Kigoma kuhakikisha kwamba watoto wale chakula, na wakila chakula basi akili yao inakaa na utulivu mzuri na urahisi wa kupokea na kuelewa masomo na kujiandaa kufaulu mitihani yao. Kauli hiyo ameitoa wakati wa hafla ya kupokea vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Kafunya iliyopo kata ya Muabamba na kutoa wito kwa jamii kuitunza miundombinu hiyo. Majengo haya ni mazuri, tunaona yanang'ara, majengo yako kamili, lakini pia yamewekwa fani chakule ndani. Wito kwenu tuyatumie
kadiri ambavyo azma ya kuyajenga ilifanyika. Maana yake wanafunzi wayatumie kwa kujifunza vizuri. Tunatarajia kupitia madarasa haya ufaulu wa wanafunzi wetu utaongezeka kutokana na mazingira mazuri. Kwa wadau wa maendeleo waliofadhili ujenzi wa madarasa hayo mawili kwa gharama ya shilingi milioni 52, wamesema ni sehemu ya kurudisha kwa jamii katika kuchangia miradi ya maendeleo. Kwa miaka mingi tumekuwa tunasaidia katika maeneo ya afya, maeneo ya elimu, maeneo ya michezo na kadhalika. So leo hii tunashukuru sana kwamba tumeweza kukamilisha zoezi hili. Tumekabidhi haya madarasa mawili ambao kila darasa moja linaweza likachukua wanafunzi zaidi ya 50, na vyote madarasa yote mawili yana madawati na viti vya kutosha, na ni ombi letu kwa shule kwamba waendelee kuyatunza ili yaweze kusaidia generation zinazofuata, vizazi hivi na vizazi vinavyofuata. Shule ya sekondari Kafunya ni shule mpya wilayani Buhigwe iliyoanzishwa mwaka 2022 kwa juhudi za wananchi wa kijiji cha Chagwe ili kukabiliana na changamoto ya watoto wao kutembea umbali mrefu, hali iliyokuwa ikitishia usalama wao na kuathiri maendeleo yao kitaaluma. Sasa tunaona ule utoro wa wanafunzi kutoroka shule umepungua sana, kwa sababu walipokuwa wanasoma mbali wanafunzi walikuwa wanakimbia shule. Lakini baada ya kuwepo tunaona kwamba sasa manake kila anayesoma shule msingi anatamani kuja kusoma sekondari. Tulikuwa tunaamka asubuhi alfajiri pale saa 11 ili kuwahi namba saa 1 kamili. Kwa hiyo tulikuwa tunakumbana na matatizo mengi humo njiani. Kwa kuwa shule sekondari Kafunya imejengwa, imetusaidia wanafunzi wa hapa na tumeepukana na changamoto mbalimbali ambazo zingesababisha kuhatishwa kwa masomo yetu. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo kutoka mkoani Kigoma, tunatoka kanda ya magharibi na sasa tukielekea kanda kusini kutoka mkoani Mtwara. Chama kikuu cha ushirika katika wilaya za Masasi na Nyumbu na Mtwara MAMCU kimeeleza kuweka mikakati thabiti ya kuweza kuwasaidia wakulima na ushirika huo kwa ujumla kukabiliana na changamoto zinazojitokeza kabla, wakati na baada ya kilimo, ikiwemo ukosefu wa maghala kwa wanachama wake. Akieleza mikakati hiyo nje ya mkutano mkuu wa 25 wa chama hicho, mwenyekiti wa MAMCU Azamu Mfaume amesema wamelenga kuanza ujenzi wa ghala kubwa lenye uwezo wa kuchukua tani 1500 za mazao katika halmashauri ya Mji na Nyamba. Wenzetu wale ambao wana changamoto za maghala AMCOS ndogo ndogo tutaziunga mkono ili na wao pia yajengwe maghala yao kwa haraka. Lakini kama chama kikuu pia tumejipanga kwenda kujenga ghala kubwa lenye uwezo wa kuchukua tani 1500 pale na Nyamba ili kuhakikisha wakulima wale sasa wasihangaike kipindi cha kupeleka mizigo yao katika maghala makuu. Lakini pia tumejipanga kununua malori 10. Tunafanya hivi kwa sababu ya kusaidia kwa kipindi kile ambacho kutakuwa na adha ya usafirishaji. Kama mnavyoona mwaka jana tumepata shida sana katika mambo ya transport. Hali kadhalika Masasi tunaenda kujenga viwanda viwili, kiwanda cha vifungashio na kusafisha ufuta ili kuyapa thamani mazao yetu. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mtwara, mkuu wa wilaya ya Masasi Recho Kasanda amesisitiza uadilifu katika kuendesha vyama vya msingi, huku mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mtwara Mwalimu Saidi Nyengeni akitoa wito kwa wakulima wa zao la korosho kujikita pia kwenye mazao ya chakula. Jamani, jambo hili si zuri kwa imani zetu, lakini si zuri kwa jinsi ambavyo tunaishi katika jamii. Wizi ni mbaya, ni wizi kama wizi mwingine, na watu hao wakipatikana, mimi nilikuwa naomba, sijui wao mnawafanyaje. Hatujawahi kusikia mtu amefungwa kwa hili, lakini mimi natamani wasitakiwe tu kama wezi wengine, kwa sababu jambo hili sio zuri. Wakulima wamekuwa wakiteseka sana na changamoto inazidi kuwa kubwa mwaka hadi mwaka. Tunapoteza pesa yetu mkoa wa Mtwara kwa sababu hatujitoshelezi kwa chakula wenyewe. Leo ukienda vijijini wanaishi kwa kununua chakula dukani. Chakula kilichotoka Ruvuma, kilichotoka Mbeya, kilichotoka Njombe, kilichotoka Shinyanga. Iwe ni kampeni ya kila mmoja wetu kuhakikisha kila mtu pamoja na shamba la ufuta, mbazi na korosho awe na shamba la chakula, ili pesa inayopatikana ziada kwa mazao haya biashara aweze kufanya maendeleo.
Awali akitoa salamu kutoka Tume ya Maendeleo Ushirika TCDC, mrajisi msaidizi usimamizi na ukaguzi sehemu ya vyama visivyo vya kifedha Richard Zengo amevikumbusha vyama vikuu vya ushirika kuzingatia miongozo ya manunuzi iliyowekwa kwa mujibu wa sheria. Mwongozo huu unatusaidia kujua taratibu zote za manunuzi. Mnakuja kuomba komo za madeni kwa ajili ya kuweza kukopa. Baada ya kukopa, benki akishatoa fedha, taratibu za manunuzi, chama wakitaka kupitia pia ofisi ya mrajisi kwa ajili ya kupata miongozo, Tume ya Maendeleo ya Ushirika, basi ule utaratibu uliowekwa ufuatwe. Naomba nisisitize hilo kwa sababu yako maeneo mengine ambayo tayari tumeshapata changamoto baada ya kuruhusiwa tu kufanya manunuzi, lakini kuna vitu vingine vinafanyika ambavyo sivyo. Na niseme hivyo kwa sababu kama utakuwa limeharibika jambo, sisi tutakuja kwenye utaratibu wa ule mwongozo kama uliufuata. Asante sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo. Mtazamaji, wakati tunahitimisha kapula habari kwa habari za kitaifa, tuangazie msimamo wa serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo uliotoa majira saa 12 jioni hapo jana Jumatano Aprili 23 mwaka huu 2025 kufuatia nchi za Malawi na Afrika ya Kusini kuzuia kuingia kwa mazao ya kilimo. Paka saizi saa 12 kama waziri wa kilimo sijapokea notice yoyote. Mazungumzo yanaendelea na yanaongozwa na waziri wetu wa mambo ya nje. Lakini wakati mazungumzo yanaendelea, sisi hatuwezi kuendelea kuishi kuwa denied right hiyo. Kwa inatangaza rasmi kuanzia usiku huu mambo yafuatayo kwa nchi hizi mbili. South Africa imekuwa ikiingiza Tanzania fresh apples. Kwa hiyo kuanzia leo ni marufuku kuingiza fresh apple ya South Africa Tanzania. South Africa inaingiza matunda mbalimbali yakiwepo zabibu na mengine. Kwa hiyo kuanzia leo ni marufuku kuingiza matunda. Kwa hiyo hatutaruhusu zao lolote linalotoka Afrika Kusini linalohusiana na kilimo ndani ya nchi yetu. Kuhusu nchi ya Malawi, mpaka sasa hawajafuta notice walioitoa. Kwa hiyo ninatangaza rasmi ni marufuku mazao yoyote ya kilimo kutoka Malawi kuingia ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia leo. Lakini mbali na hapo, kwa nchi zote mbili hizi, hasa Malawi, hatutaruhusu zao lolote la transit kupita ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini la tatu kuhusu Malawi, mahindi yote walioyanunua kwa ajili ya kutatua tatizo lao la njaa kwao hayatoenda Malawi. Hatutayapeleka. La tatu, tarehe 1 mwezi wa 5 walikuwa wanaanza kuchukua mbolea kwa ajili ya maandalizi ya msimu wao wa kilimo kutoka Tanzania. Hatutaruhusu mbolea yoyote kwenda Malawi. Nataka tu niseme, na hatua hii haihatarishi usalama wa nchi, haihatarishi food security. Hakuna Mtanzania atakufa kwa kukosa zabibu ya Afrika Kusini. Hakuna Mtanzania atakufa kwa kukosa apple ya Afrika Kusini. Kwa hiyo tunachukua hatua hii kuprotect our business. Hii ni biashara, lazima wote tuheshimiane. Na mtazamaji, msimamo huu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ulitolewa hapo jana siku ya Jumatano Aprili 23, 2020 Waziri Hussein Bashe, waziri wa kilimo. Na mtazamaji, kwa nukta hiyo tunajielekeza kupoza kwa sekunde chache. Punde tarejea tena hapa na kuweza kumwalika Saad Suleiman ambaye atakuja na yale aliyotuangazia kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nami ndani ya Kapu la Habari, na shukrani sana kwa kuendelea kuichagua Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Na sasa ni wakati wake Saad Suleiman kwa upande wa habari za kimataifa. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi wa M23 zimetoa taarifa ya pamoja zikieleza kwamba zimeafikiana kusitisha mapigano mashariki mwa nchi hiyo. Tangazo hilo linafuatia mazungumzo ya upatanishi yaliyosimamiwa na Qatar, ambapo pande zote mbili zilisema zimekubaliana kufanyia kazi juhudi za kufikia makubaliano katika mzozo huo ambao umepelekea waasi wa M23 wanaotajwa kuunga mkono na Rwanda kuteka miji muhimu mashariki mwa nchi hiyo. Taarifa hiyo imesema pande zote mbili zimethibitisha kujitolea kwao kusitisha mapigano mara moja na kusitishwa uhasama baina yao katika muda wote wa mazungumzo. Kwa muda mrefu kundi la M23 limekuwa likitaka kufanyika mazungumzo ya moja kwa moja na Kinshasa, lakini rais wa DRC alikataa wito huo akisema harakati hiyo ni wakala wa Rwanda. Hatimaye serikali ya DRC ilikubali kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na kundi hilo nchini Angola mwezi uliopita, lakini M23 ilijiondoa siku moja kabla ya kuanza kwake kwa sababu eti ya vikwazo vya Umoja wa Ulaya dhidi ya kundi hilo na maafisa serikali ya Rwanda. Tangu Januari mwaka jana, waasi wa M23 wamedhibiti miji ya Goma na Bukavu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maelfu ya watu wameuawa na mamia ya maelfu ya wengine wamelazimika kukimbia makazi yao kutokana na mapigano hayo. Huko Mashariki ya Kati, mataifa ya Ujerumani, Ufaransa na Uingereza yametolea mwito Israel kuondoa vikwazo vyake na kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia Gaza. Vikwazo hivyo vimekuwepo kwa zaidi ya siku 50. Mataifa hayo matatu kwenye taarifa yao ya pamoja yameonya kuhusu mzozo huo wa kibinadamu unaozidi kwa mbaya zaidi, yakisema raia wa Palestina ikiwemo watoto milioni 1 wanakabiliwa na hali mbaya ya njaa, magonjwa na vifo. Taarifa hiyo imeongeza kwamba misaada ya kibinadamu kamwe haipaswi kutumika kama chombo cha kisiasa, na Israel iliyo chini ya sheria ya kimataifa inalazimika kuruhusu upitishaji wa misaada bila vikwazo. Kulingana na utafiti wa hivi karibuni, mashirika ya misaada ya 43 ya kimataifa na yale ya ndani ya Palestina yanayofanya kazi huko Gaza yamelazimika kusimamisha au kupunguza kwa kiasi kikubwa shughuli zao tangu mashambulizi mapya ya Israel yaliyoanza Machi 18. Na tuzitamatishe habari za kimataifa. Rais William Ruto wa Kenya, ambaye yuko ziarani Beijing, ametoa mwito wa kufanyika mageuzi kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kiongozi huyo wa Kenya amesema taasisi ya Umoja wa Mataifa iliyowahi wakati mmoja kwa alama ya amani na diplomasia hivi sasa imepoteza uadilifu, huku ulimwengu ukishuhudia mwanachama mmoja wa kudumu akivamia taifa jingine, wakati mataifa mengine yakichukua misimamo inayokeuka maazimio ya baraza hilo. Akihutubia katika chuo kikuu cha Beijing wakati wa ziara yake ya kiserikali nchini China, Rais William Ruto aliyeshutumu mataifa wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, China, Ufaransa, Uingereza, Urusi na Marekani kwa kuishi katika hali ya kukataa ukweli na kupinga mageuzi muhimu yanayohitajika. Saad Suleiman, Mahasin TV. Asante sana Saad Suleiman kwa yale ambayo umeyaangazia kwa upande wa habari za kimataifa. Mtazamaji, kabla sitaweza kuweka utuo na kuhitimisha Kapu la Habari kwa siku ya leo, tuangazie mukhtasari miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo leo hii. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali itaendeleza mabonde yote hapa nchini. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi yapokea maoni ya wadau juu ya maombi ya kuligawa jimbo la Magu mkoani Mwanza. Katika habari za kimataifa, serikali ya DRC na waasi wa M23 zatoa taarifa ya pamoja zikieleza kuafikiana kusitisha mapigano mashariki mwa nchi hiyo.
Naam, mtazamaji, na kwa nukta hiyo ndio tamati ya Kapu la Habari kwa siku ya leo. Kwa taarifa yetu nyingine ya habari, usikose kuungana nasi hapo kesho insha Allah, muda na wasaa kama huu. Kwa niaba ya wale wote tulioshirikiana pamoja kukamilisha Kapu la Habari, mimi ni Rajab Shaaban Matuga niliyesoma habari za kitaifa, na kwa upande wa habari nje mipaka ya Tanzania tulikuwa naye Saadi Suleiman. Nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyofuata kutoka hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni na kwaherini kwa sasa. Naitwa Godfrey Kazinje nikikuwasilishia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatuonyesha upepo unatarajiwa kuendelea kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi, na viashiria vya mvua vinaonekana kupungua kwa kiasi ukilinganisha na siku mbili zilizopita, japo bado vinaendelea kuonekana katika maeneo ya pwani ya kaskazini na baadaye kutawanyika katika maeneo mengine ya nchi. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu katika maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na magharibi kuna hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache, huku nyanda za juu kaskazini mashariki, mwambao wa pwani yetu ya Bahari Hindi pamoja na mkoa wa Morogoro kukitarajiwa kuna hali ya mvua katika maeneo machache. Sehemu nyingine za nchi yetu zisalia zikitarajiwa kuna hali ya mawingu kiasi na hali ya ukavu kwa ujumla. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na mwambao wa pwani yetu ya Bahari Hindi yakijumuisha na mkoa wa Morogoro. Haya maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Singida na Dodoma kutarajiwa kuna hali ya mawingu kiasi pamoja na hali ya ukavu, huku nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma kukitarajiwa kuna hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam inatarajiwa kuwa na hali ya mvua kwa tarehe 26 na 27, huku 28 na 29 ikitarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo. Kwa upande wa jiji la Dodoma inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na hali ya ukavu. Kwa upande wa mkoa wa Mwanza unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo kwa tarehe 26 na tarehe 29, huku tarehe 27 ikitarajiwa kuwa na hali ya ngurumo za radi. Mkoa wa Kilimanjaro unatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi kwa tarehe 26. Mkoa wa Mbeya unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Kwa upande wa mkoa wa Morogoro unatarajiwa kuwa na hali ya mvua kwa tarehe 26 na 27, huku 28 na 29 ikitarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo. Mkoa wa Arusha unatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi kwa tarehe 26. Na ni kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, hakuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.